Wacha tuwaambie ukweli hapa sisi. Tuseme ukweli. Mtu yeyote, nataka nitangaza hapa leo tukiwa hapa Embakasi South. Mtu yeyote anasifu Mheshimiwa William Ruto eti amejenga nyumba akitumia housing levy, pesa ambayo tunakata kwa mshahara, anamsifu. Huyo mtu ni mjinga. Number one, hii pesa si ya mama ya mtu. Hii pesa ni ya wananchi wa Kenya. Na tunataka wajibika, atuonyeshe vile inatumika kwa hizo nyumba. Atuambie inaingia akaunti gani, mwezi huu imeingia kiasi fulani, imetumika kwa hii nyumba kiasi fulani, imebaki kiasi hii. Lakini si kutuambia kwamba mnampigia makofi amejenga nyumba. Na hiyo nyumba we mwenyewe hujaiona. We ni mwananchi mjinga, umekosa akili. William Ruto baada ya 2027 election, 2028 huyo tunapeleka kotini. Au achipike aelezee hii pesa yetu imetumika namna gani. Kwa sababu wale wabunge wote wanatoshana akili kule parliament. Hakuna mbunge hata mmoja anasimama anatetea wananchi aulize hii pesa inaingia kwa akaunti gani na inatumika namna gani. Hii pesa yetu ya housing levy. Number 2, ameacha mambo yote. Ukimuuliza amefanyia Wakenya nini hii miaka yote, anakupiga makona hivi, anakurudisha kwa SHA na housing na affordable housing. Hii SHA ni pesa ya nani? Si ni pesa ya mwananchi? Wacha kujigamba na pesa ya mwananchi. Kwanza mimi juzi nilikuwa mgonjwa, nikaingia hospitali fulani. Hospitali kama 3 zilikataa mambo ya SHA. Hospitali yenye ilikubali SHA ilipea Panadol yenye naweza nakanua hapa na 10 bob. Hiyo ndio pesa yangu inaingia huko karibu 1000 na zaidi. Alafu mjinga anakuja kusimama hapa anatuambia William Ruto amemletea SHA. Ni mjinga ama si mjinga? Mjinga. Kitu kingine, tangu Mheshimiwa William Ruto aingia kwa ile ofisi ya rais, ameishusha hadhi mpaka ameirudisha hapa chini. Juzi the whole president anasimama mbele ya umma, anasimama kwa wananchi ambao hawana mamlaka yoyote ya kupeleka mtu kotini. Anaanza kuwaambia eti anajua sijui fulani aliua msichana, aweka mimba akaua msichana, sijui akafanya nini, anasema ako na evidence. Na sisi tunajua mtu mwenye ako na evidence anapeleka kwa DCI, huyo mtu anachukuliwa anapelekwa kotini. Wewe unakuja kulia kwa wananchi, wananchi watafanya nini? Unaumiza ile familia ya yule mtoto ambaye amekufa. The whole president analia kama mwananchi wa kawaida. Alafu unapata mjinga hapa anampigia makofi. Huyo mwananchi ni mjinga ambaye anasifu William Ruto. Eti Bwana Spika, naona kama huko fair kwangu. Wacha niendelee. Hauko fair. Mambo ya win mimi sitaki kuzungumzia. Kwa sababu ile chama ya ODM kama wewe bado unaongelea mambo ya ODM hapa, mimi naona kama wewe siasa imepiga kona kidogo. Jifunze siasa kidogo. Ile chama ya ODM ilikufa kitambo. Vile Raila aliingia kwa kaburi, mambo ya ODM tulisika kwa kaburi. Waacha na mambo ya ODM. ODM hakuna ODM kule. Ile ni wheelbarrow imepelekwa kule kuenda kupaka William Ruto mafuta huko Jaluoni aende kudanganya Wajaluo. Kwa hivyo chama ya ODM weta mkuwe na wini, msikuwe na wini, hiyo haitubabaishi. Nimalizie hapa. Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Sakaja, Mheshimiwa ambaye anaongoza hii ward ya Mara Daima ward. Mimi nataka niwaambie hivi. Sana sana William Ruto. Huko State House akona mahali anaweka manguo zake. Hizo nguo kutoka saa hii mpaka mwezi wa 8 2027 kuna nguo hata kuwa anafaa sipangwe pole pole, siwekwe kando pole pole, zile zenye anafaa weke kando na zile zenye hafai weke kando. Ikifika mwezi wa 8 2027 tusisumbuane na yeye. Yeye atoke pole 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 pole, na wale vibaraka wake pole pole waelekee wapi? Sugoi. Na akijaribu kukatalia kule, saa hii Wakenya hatuwezi afford kuumia miaka ingine 3 chini ya William Ruto. Tukumshinda kwa kura na tunajua tutamshinda. We have arithmetic evidence. Hawezi shinda kura yeyote Kenya hii. Kwa hivyo yeye asisumbuane na sisi. Hiyo siku ataiba kura, tutachipeleka atuue mapema ndiye aongoze maiti, lakini si sisi.
Sisi hatutamruhusu tena tuongoze miaka ingine 5. Tumetosheka ya kutosha. Na mheshimiwa Sakaja